Je, unajua kila malaika na kazi yake? Unajua kila malaika unaweza kumtumia kwa ajili ya kufanikiwa kwenye maisha yako? Leo nitakutajia namna 5 ambazo unaweza kutumia malaika ili kuweza kufanikiwa kwenye maisha yako ya kawaida, ili kuweza kufungua milango ya baraka iliyojificha kwenye maisha yako. Malaika hao unaweza kutumia wewe ili kuweza kufanikiwa kwenye uchumi, ili kuweza kufanikiwa kwenye biashara, ili kuweza kufanikiwa kwenye kazi, ili kuweza kufanikiwa kwenye ndoa. Sizungumzii kwa habari ya maombi hapa. Sizungumzii kwa habari ya kufunga hapa. Nazungumzia kwa habari ya mafanikio ya kawaida ya kimwili, kwamba malaika ni viumbe vya kiroho, lakini unaweza kutumia kwa habari ya kimwili na ukafanikiwa kwenye mambo fulani. Na kaa mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu mwishoni mwa video hii nitakuombea Mungu akupe neema ya kuweza kuwatumia malaika. Sasa napokwenda kuonyesha namna 5 za kuwatumia malaika ili kuweza kufanikiwa, kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. Sasa namna ya kwanza ambayo unaweza kutumia malaika ili kuweza kufanikiwa, malaika unaweza kuwatumia katika kupigana vita vyako vya kiroho. Yamkini siku leo una vita katika uchumi wako, una vita katika ndoa yako, una vita katika elimu yako. Na hii vita unayopigana wewe, chanzo chake sio katika ulimwengu wa kimwili, chanzo chake ni katika ulimwengu wa kiroho. Utakiwa kujitesa sana kwanza kuingia kwenye maombi ya kupigana wewe kama wewe, hapana. Unaweza ukawaamuru malaika na wale malaika wakakusaidia wewe katika kupigana hiyo vita unayopitia. Unaweza ukawatuma malaika, unaweza ukaagiza malaika na wale malaika wakapigana vita kwa niaba yako wewe. Yaani wewe ukaongea tu maneno machache, ukaweza kuamuru malaika wakatoka wakaenda kupigania vile vita ambavyo ulikuwa unatakiwa kupigana wewe. Unaona kwenye kile kitabu cha Danieli ile sura ya 10 na ule mstari wa 13, unaona malaika Mikaeli alikuwa anapigana na mkuu wa anga la Uajemi. Malaika huyu alikuwa anapigana kwa niaba ya Danieli. Yaani vita ambayo alikuwa anatakiwa kupigana Danieli ili aweze kufanikiwa, ili aweze kupata yale majibu ya maombi ambayo huyu shetani mmoja alikuwa ameyashika kwenye maisha yake. Majibu ambayo alikuwa anamuomba Mungu kwa habari ya taifa la Israeli aliyokuwa ameshika kwa muda mrefu. Badala ile vita kupigana Danieli moja kwa moja, Danieli alituma malaika, na huyu malaika alikuwa anaitwa Mikaeli. Kwa kama unatamani kuweza kupigana vita vya kiroho na ukaweza kushinda, lazima ujifunze kumtumia malaika anaitwa Mikaeli. Sasa utamtumiaje malaika huyu Mikaeli ili aweze kupigania wewe katika habari ya vita? Utafanya hivi, utaangalia kwenye maisha yako una vita kubwa sehemu gani. Labda una vita kwenye uchumi wako, labda una vita kwenye ndoa yako. Kwa hiyo utakachofanya utasema hivi, utasema Baba, katika jina la Yesu ninamwamuru huyu malaika Mikaeli akapigane vita ambayo napitia kwenye uchumi wangu, vita nayopitia kwenye kazi yangu, vita nayopitia kwenye mahusiano yangu. Wewe malaika Mikaeli, ninakutuma kuanzia sasa, ninakuamuru kuanzia sasa, nenda kapigane vita hii ambayo inanisumbua siku ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Utakapofanya hivyo, utaanza kuona kwenye uchumi wako unafanikiwa, kwenye mahusiano yako unafanikiwa, kwenye kazi zako unafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu umemtumia malaika huyu Mikaeli kwa ajili ya kupambania vita. Kumbe namna ya pili ambayo unaweza kumtumia malaika ili kuweza kufanikiwa ni kwamba malaika unaweza kumtumia ili kuleta uponyaji kwenye maisha yako, maisha ya ndugu zako, ama maisha ya ndugu jamaa na marafiki ambao wanasumbuliwa na magonjwa mbalimbali. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana Mtakatifu ile sura 5 na mstari wa 4, unaona kuna malaika ambaye alikuwa anashuka kwa mwaka mara moja, na malaika yule kazi yake ilikuwa ni kwenda kuachilia upako kwenye maji, upako wa uponyaji kwenye maji. Biblia inasema kwamba malaika yule alikuwa anatibua maji yale kwa mwaka mara moja, na mtu ambaye alikuwa anakuwa wa kwanza kuingia kwenye ile bwawa, yale magonjwa yote ambayo alikuwa anamsumbua yalikuwa yanamwachia. Hata mwenyewe hivyo hivyo unaweza kumtuma malaika. Kwa mfano, unaweza kusema hivi, Baba, katika jina la Yesu ninakutuma ewe malaika Rafaeli unayeshughulika na swala la uponyaji, ninakutuma kuanzia sasa, nenda kaponye afya ya mama yangu, nenda kaponye afya ya baba yangu, nenda kaponye afya ya watoto wangu, au nenda kaponye afya yangu mwenyewe. Kama kuna gonjwa ambalo linakusumbua, unaweza kuhitaji ni gonjwa gani, na ukamtuma huyo malaika aweze kukuponya. Na utakapotamka neno la namna hiyo, kuna malaika ambaye kazi yake ni kuachilia uponyaji. Huyo malaika atatoka na malaika huyo ataenda kuachilia uponyaji kwenye maisha ya huyo mtu ambaye umemtaja. Kama ni jirani yako anaumwa, atapokea uponyaji. Kama ni mamako anaumwa, atapokea uponyaji. Kama ni wewe mwenyewe unaumwa, utapokea uponyaji. Kwa hiyo hii ndo namna ambayo unaweza kumtumia malaika ili kuweza kufanikiwa kwenye mambo yako ya afya. Na ndio maana kuna wengine huwa mnaomba Mungu awaponye magonjwa fulani, na baada ya kuomba usiku mnapolala, mnaota ndoto kama mnafanyia operation, kama mnafanyia upasuaji. Ni kama kuna mtu anakuja usiku, lakini anakuwa kama anakufanyia upasuaji kwenye ile eneo ambalo ulikuwa unaumwa, na unapoamka asubuhi unajiona ghafla umekuwa mzima. Ni kitu gani ambacho kinatokea? Ni kwa sababu kuna malaika ambaye kazi yake ni kutibu, malaika ambaye kazi yake ni kuponya magonjwa. Malaika huyo anakuwa ameshuka muda huo kwa ajili ya kukuponya muda huo. Na namna tatu ambayo unaweza kumtumia malaika ni kwamba malaika unaweza kumtumia ili kupokea ujumbe kutoka kwa Mungu. Inawezekana kuna jambo ambalo linakusumbua kwenye maisha yako, una kitu ambacho kinakusumbua kwa muda mrefu na unahitaji uweze kujua, kwa nini uchumi wangu hausogei? Kwa nini ndoa yangu haisogei? Kwa nini mahusiano yananisumbua kila siku? Kwa nini kila jambo linaloanza linaishia njiani? Unaweza kumtumia malaika huyu, ukamwamuru malaika huyu aweze kuletea ujumbe fulani kutokana na kitu fulani ambacho unapitia. Unaona kwenye kile kitabu cha Luka Mtakatifu ile sura ya kwanza, ule mstari wa 26 mpaka mstari wa 28, unaona malaika Gabrieli anamletea ujumbe Mariamu ya kwamba wewe utapokea mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu.
Unaona, ni malaika anamletea ujumbe Mariam. Kama malaika ambavyo aliweza kumletea taarifa Mariam ya kwamba atapokea mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ndivyo hivyo na siku leo malaika anaweza kukuletea taarifa kuhusiana na jambo fulani linalokusumbua, lakini haishii hapo. Unaona, malaika pia alimtokea Yusufu kwenye ndoto. Kipindi ambacho Herode alikuwa na watoto wote wachanga, malaika akamtokea Yusufu katika ndoto na akamwambia kwamba aende akamfiche mtoto Misri. Unaona, malaika huyu analeta onyo. Nazidi kuonyesha malaika ambao anaweza kuleta ujumbe kwenye maisha ya watu, lakini haishii hapo kwa habari ya Yusufu. Yusufu alipokuwa na mashaka, Yusufu alipokuwa na wasiwasi kwamba huyu mwanamke anasema amepata mimba, hii mimba anasema kwamba hii mimba amepata kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ni kweli ama sio kweli? Biblia inasema kwamba malaika Gabriel akamtokea Yusufu kwa ndoto na akamwambia kwamba usijali, hiyo mimba mke wako aliyopokea ni kama mpokea kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Unaona, yamkini hata wewe siku ya leo kuna mtu ambaye anakuletea mashaka, mume wako hakuamini, mke wako hakuamini, hata mwenyewe unaweza kutumia hivyo malaika. Uenda wewe mwanaume ana wasiwasi kama unamchiti, ama wewe mwanamke ana wasiwasi kama unamchiti, au mfanya biashara mwenzako ambaye unafanya naye biashara ana wasiwasi na wewe, anafikiri kwamba unamwibia. Unaweza tu kaamuru malaika ukasema, Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, mtuma malaika Gabriel akamthibitishia huyu mtu kwa njia ya ndoto kwamba sio mimi niliyemwibia hela, ni mtu mwingine aliyemwibia hela, ya kwamba mimi si mchiti, mimi ni mwaminifu kwenye maisha yake. Nenda kampe maelekezo. Kwa hiyo unakuwa unamtuma malaika kwamba aende akampe maelekezo mtu fulani kuhusiana na kitu fulani. Kama anakususpect wewe vibaya, kama anakuhisi wewe umefanya kitu kibaya, unaweza kumtuma huyu malaika aende akamthibitishie kwa njia ya ndoto. Kama pia unataka ujumbe kuhusiana na kitu fulani, unaweza tukasema, Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, fungulie chanzo cha matatizo kupitia malaika wako siku ya leo. Chanzo cha hii shida ninayopitia, chanzo cha haya matatizo ambayo tunapitia sisi kama familia, kupitia malaika wako siku ya leo. Lakini namna ya nne ambayo unaweza kutumia malaika ili kuweza kufanikiwa ni kwamba malaika wanaweza kutumika kwa ajili ya kuleta ulinzi wa kiroho na wa kimwili. Kitabu cha Zaburi ya sura ya 91 na ule mstari wa 11 inasema, kwa maana atawaagiza malaika zake wakulinde. Hapa anapozungumza kwa habari ya ulinzi, azungumzii kwa habari ya ulimwengu wa kiroho pekee yake, bali anazungumza hata kwa habari ya kimwili. Unaweza kutumia malaika hawa hata kulinda biashara yako. Unaweza tukamwambia Mungu, siku leo ninapokwenda kulala, ninaomba Mungu wa mbinguni malaika hawa kalinde duka langu, kalinde biashara yangu, kalinde mazao yangu. Utakapotuma malaika wa namna hiyo kwenye biashara yako, hata kama kulikuwa kuna mwizi ambaye anataka kuja kukuibia kimwili kabisa, yule mwizi anaweza kafika katika lile eneo la duka akawa anaogopa kuja kuibia, akawa na sita kuingia ndani. Amejipanga kabisa kwamba leo nataka niende kumuibia mama fulani. Amejipanga kabisa kwamba leo nataka niende nikaibia kitu fulani dukani. Lakini anapofika yale maeneo ya duka anapata uoga. Yeye mwenyewe hajui kwa nini anapata uoga. Ile hofu inatokea wapi ndani yake? Ile hofu inatokea kwa sababu malaika analinda maeneo yale. Malaika analinda biashara yako, malaika analinda nyumba yako. Na ndio maana hata shetani alimwambia Yesu kwenye Biblia kwamba jitupe, maana imeandikwa kwamba atakuagizia malaika zake wakulinde. Unaona? Shetani alikuwa anajua kwamba malaika hawa sio kwamba anamlinda mtu katika ulimwengu wa kiroho peke yake, ila malaika hawa wanaweza kumlinda mtu hata katika ulimwengu wa kimwili. Unajua watu wengi sana wanaamini kwamba malaika wanafanya kazi rohoni peke yake. Utendaji kazi wa malaika unaishia rohoni. Na ndio maana tumewalimiti malaika hawa, tumewekea mipaka malaika hawa, wanashindwa kuoperate, wanashindwa kufanya kazi kwenye maisha yetu ya kimwili. Ni kwa sababu sisi tunajua malaika ni viumbe vya rohoni peke yake na vinafanya kazi rohoni peke yake. Sasa napokwenda kuonyesha namna ya 5 ya kutumia malaika ili uweze kufanikiwa, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo. Na kama bado hujalike video hii mpaka hapa tulipofika inakubariki, basi unaweza ukalike mahali pale. Na namna ya 5 ambayo unaweza kutumia malaika ni kwamba malaika wanaweza kutumika kwa ajili ya kuangamiza adui zako. Huenda kuna mchawi ambaye anakutesa wewe, kuna mchawi ambaye anataka kuangamiza wewe na wewe unataka kumwangamiza yeye kabla yeye hajakuangamiza wewe. Unaweza kutumia malaika kwa ajili ya kuangamiza adui zako. Ni kile kitabu cha Kutoka ile sura 12 na ule mstari 29, maandiko yanasema malaika yule aliangamiza kuanzia mzaliwa wa kwanza Farao aketia katika kiti cha enzi cha Misri mpaka mzaliwa wa kwanza wa mfungwa wa Misri aliyepo gerezani. Unaona, malaika huyu alikuwa anaangamiza, malaika huyu alikuwa anachinja, alikuwa anaua maadui. Kwa hata mwenyewe unaweza tukaingia kwenye maombi ukasema, Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Unaweza kama unamjua adui yako, unaweza kumtaja adui yako, unaweza kusema, Baba, kwa jina la Yesu, fulani bin fulani namtumia malaika wa maangamizi kuanzia sasa, akamwangamiza yeye pamoja na familia yake, kama yeye ambavyo anatumia mapepo na majini ili sisi tuweze kuzulika, ili sisi tuweze kufilisika. Baba, naomba na yeye siku leo namtumia malaika wako wakapate kuangamiza uchumi wake, wakapate kuangamiza watoto wake, chochote kile anachokimiliki na hivi kwake leo vikateketee kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Sasa muda huu nataka nikuombee Mungu akupe neema ya kuweza kutumia malaika. Nyosha mikono yako miwili juu na nikuombee muda huu pale ulipo. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai, Mungu wa mbinguni, naomba neema ya kutumia malaika juu ya dada huyu, juu ya kaka huyu, juu ya mama huyu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, naomba akapokee upako wa kutumia malaika kuanzia sasa. Bwana, ule upako wa kuwaona malaika, ule upako wa kutumia malaika kuanzia sasa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana, upako huo ukawe juu ya maisha yako kuanzia sasa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Wale malaika wa pesa, wale malaika wa afya, wale malaika wa kuangamiza adui zao, Bwana wakaanza kufanya kazi pamoja nao kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amen. Kama umejifunza kitu kupitia video hii, basi unaweza kuniandikia kwenye comment section ya kwamba nimejifunza kitu. Lakini pia kama unataka kujiungamanisha na upako huu wa malaika kwa njia ya sadaka yako, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zetu za simu ambazo zinaonekana hapo chini kwenye screen yetu. Utakapokuwa unafanya hivyo, Mungu akubariki na Mungu aachilie malaika wengi zaidi kwenye maisha yako
kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Na muda huu tumefikia mwisho wa video hii. Kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya huwa wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii mpaka hapa tulipofika na imekubariki, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo. Amen. Shalom. Peace.